Mtoto mwanao ya trendi, wewe baba uko msikitini saful awal na kidevu chako ati wafata sunna. Nenda ukaangalie, weza shtuka kwa kuta mwanao ametuma sehemu zake za siri kwa watoto wa kiume na hichi kifaa. Akitoka majilbaba na ninja, astaghfirullah nyingi, lakini akikaa chumbani uchi wake dunia nzima waujua na watoto wana share. Wewe mwenyewe baba mwanao hujamuona hizo sehemu, vijana mtaani wazijua zote. Akipita yombe ndo yule, yake nyeupe yake nyeusi. Haya, kazi kwako. Na wahusieni nyinyi ndugu zangu Waislamu vipenzi, kama ninavyohusia nafsi yangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tutapata ufanisi hapa duniani na kesho akhera. Maudhui ama kichwa cha hutuba yetu ya leo ni maudhui muhimu sana. Yatuambia himayatu mujtama'ina, kuhami, kudhibiti, kulinda, kutunza mujtamaa wetu, community yetu, society yetu, mji wetu. Wajibuna, ni wajibu wetu sisi amama Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fardan, kila mmoja wetu, kabla an yakuna al-amru jami'an, kabla haijakuwa jambo ni letu sisi sote. Yani ni faradhi na ni wajibu juu ya kila mmoja wetu kwa nafsi yake kuchunga mujtama kwa kiasi cha yeye kama mwanadamu, yeye kama baba, yeye kama ndugu, yeye kama kiongozi, kivyovyote vile. Yani wewe kwa cheo chako, wewe kwa uwepo wako katika mujtama huu, wewe unawajibu kwa kiasi chako wewe, kwa kiasi cha ushawishi wako wewe, kwa kiasi cha nguvu ulizokuwa nazo wewe, ukiwa baba, wewe ukiwa mume, wewe ukiwa ndugu, wewe ukiwa utakavyokuwa. Lakini wewe ni mwanamume, basi wewe una sehemu ambayo kwamba ni wajibu juu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwayo utakwenda kuulizwa, mbona hukufanya? Kivipi? Sheria ya Kiislamu yenyewe ina mambo ambayo kwamba yaitwa dharuriyat al-khams, ambayo kwamba kuhami mujtama ni asli min usuli din, ni asli katika yale mambo ambayo kwamba ni asili ya dini. Hii dini haikuwepo ila juu yake kulikuwa kuna asili ya kwa nini iliwekwa. Kulikuwa kuna mambo ambayo kwamba kwa ajili yake ndo hii dini ililetewa sheria. Haya mambo matano, haya mambo ambayo kwamba tunazungumza ni matano. Ya kwanza, hifdhud din, kuhifadhi dini ni wajibu. Ni wajibu juu ya kila mmoja wetu, na ndo asili ya kuletwa sheria duniani, asili ya kitabu Qur'ani kutumwa kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, asili ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hifdhud din, hifdhun nafs, kuhifadhi nafsi. Ndo maana kuwa ni haram. Hifdhul aql, kuhifadhi akili. Ndio maana mukhadirati ni haram, na chochote ambacho kwamba kitapelekea wewe kupoteza akili yako ni haram. Hifdhul irdh, kuchunga heshima, ni wajib katika heshima. Heshima waambiwa man mata duna irdhihi fahuwa shahid, atakayekufa katika hali ya kutetea, hali ya kuchunga, hali ya kudhibiti heshima yake, amekufa kifo cha shahidi. Na ya mwisho, hifdhul mal, kuhifadhi mali. Sheria ya Kiislamu imekuja, umuhimu wake wa kwanza ni kuchunga haya mambo matano. Na haya mambo matano, serikali ya Kiislamu ina kipande chake, viongozi wana vipande vyao, raia kina sisi, kila mmoja wetu kwa cheo chake, kwa nafasi yake katika mujtama ana majukumu yake. Lau kila mmoja wetu yabeba jukumu lake kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika yale majukumu, kwa sababu wallahi la nus'alanna, wallahi la nus'alanna, wallahi la nus'alanna, wallahi kwa hakika la, ama kwa hakika la nus'alan, kwa hakika tutaulizwa. Puuza utakavyopuuza, chukulia matani, chukulia matani, sema haikuhusu sawa, lakini wallahi la tus'alan, takwenda kuulizwa. Taka kuwapa kisa ndani yake tapata ibra. Umar radhiyallahu anhu anatembea katika tembea zake za usiku. Umar
Kama tuna viongozi hapa, sikiza kwa makini, manake hivi ndio kiongozi anapaswa awe. Umar alikuwa kwa usiku akijivalisha asifahamike, anavaa kama vile ambavyo kwamba watu hawajamzoea. Hatokei kama Amira al-Mu'minin, anatokea amejificha ficha, amejivaa, amejifunika funika kama mtu ambaye kwamba ni gharib. Anapita pita kujua ahwal al-mujtama. Katika pita pita zake anasikia mwanamke anasema mashairi. Mwanamke anasema laula makhafatu Allah lahtazzat as-sarira al-layla, kama siku kumcha Mwenyezi Mungu na hofu juu yake yeye, hichi kitanda leo kingepatwa kukitikisa. Maana yake nini? Yani kama sikumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo angezini yeye kwa zile hamu na shahwa alizokuwa nazo kwa sababu mume yuko mbali. Umar radhiyallahu anhu alivyosikia maneno yake, kama anna almar'a kallat lahtazza as-sarir ihtazza qalba Umar li'annahu amir al-mu'minin waliullahi ala ibadihi, yeye ndio kiongozi wa Mwenyezi Mungu juu ya waja wake. Umar akatoka akaenda kwa mtoto wake Hafsa, akamuuliza, ya Hafsa ya binti, mwanangu niambie, mwanamke anaweza kuvumilia kwa siku ngapi mbali, kukaa mbali na mumewe? Akamwambia, baba, miezi minne. Miezi minne baba, miezi minne. Amwambia ile ya mwisho kabisa, ambaye miezi minne, lakini ikifika miezi 6 hawezi tena baba mwanamke. Umar saddara alqarar min sabahi dhaka alyawm atali, siku ya pili Umar akatoa qarari, akatoa amri, kila mwanajeshi ambao kwamba yuko nje ya nchi, yani sehemu yake ya kuishi, kama wale ambao nje ya Madina, kwao ni Madina, ama yuko nje ya mji wake, ikifika miezi minne aanze safari ya kurudi nyumbani pale alipo, ili ikifika miezi 6 sharudi nyumbani, ende akawe na mke wake, mwanamke asiteseke. Leo sisi tuna mababa wamewapa mabinti zao ruhusa wende Arabuni wakafanye kazi, kisha wakifanywa ya kufanywa na wale jamaa zetu kule, twasema wabaya. Mbaya nani? Wewe wamtoa mbuzi ende akachungwe na mbwa mwitu, wewe wachekesha wewe. Wewe ni baba wa aina gani? Anta abhaqan, wewe ni baba kihakika. Na wallahi aibu kubwa juu yetu tena sisi sote, senti utatumiwa na DHL na ulivyohuna haya baba mtu, wajisifu, mwanangu, binti yangu anitumia senti bwana, alhamdulillah, na ikazwe yatoka Saudia bwana, yatoka Qatar, yatoka Imarat. Aiba alik ya abal bint, umemtoa ngawira mkeo, mtoto wako, ende akafanye kazi kwa mafisi, kisha watarajia fisi amche Mungu asimle mbuzi. Baba, unamweka fisi ya kuchungie mbuzi, kisha ataka fisi amche Mungu asile mbuzi. Akili za wapi hizo? Al-ikhwa, tumesema kuhami mujtama, na ndo pointi yetu ya kwanza, nukta yetu ya kwanza ni wajibu wetu, na mambo matano ni lazima yalindwe. Dini lazima ilindwe, an-nafs lazima ilindwe, na ndo maana sheria imeweka atakayeritadi kuna hadi yake. Sheria imeweka atakayeua kuna hadi yake. Sheria imeweka atakayeiba mali ya mtu kuna hadi yake. Sheria imeweka atakayetuuzia vitu vitupotezee watoto wetu akili kuna had. Lakini leo haya yote matano haya, atakaye kuchezea heshima zetu, heshima yetu, ikiwemo ni heshima ya wake zetu, ya watoto wetu wa kike, ya watoto wetu wa kiume, wewe sheria ya kuambia ukafa kutetea heshima kama hiyo, Rasul asema wewe umekufa shahidi. Lakini leo ni wangapi hapa madeyuthi katika sisi?
Mkeo anajiposti kwenye mtandao, wewe huna wasiwasi. Mtoto wako yajiposti kwenye mtandao, wewe baba huna wasiwasi, na umeambiwa lakini ni muoga, huwezi kusema. Umeambiwa lakini waogopa utesi nyumbani na mkeo na watoto, umenyamazia. Maafa yanaendelea, maasi yanaendelea. Watu, mtoto wako akitoka ninja, akitoka jilbaba, akitoka buibui, lakini mtandao ni aria, yuko tupu mtandaoni. Watu wanamjua sifa za mwili wake, manake yeye ukatisha kiuno, akiposti kwenye TikTok, nyingine kwenye Instagramu, nyingine sijui kwenye sijui nini. Mtoto mwanao ya trendi, wewe baba uko msikitini saful awal na kidevu chako ati wafuata sunna. Sijui ni sunna ipi unayoifuata ambayo kwamba haijakuamrisha wewe usiwe dayuthi. Sunna ipi waifuata? Umewacha haki min huquqi Allah. Ad-dayuth la yadkhulu al-janna. Si maneno yangu haya. Dayuthi haingii peponi ya jamaa. Na udayuthi umetuzidi shekhe. Watoto wetu, nendeni mkatembee mkaangalie. Nendeni Lighthouse Jumapili, wallah. Yale mabuibui yako kule, wale ni watoto wa nani? Nendeni Pirates mkaangalie, yale mabuibui yako kale, wale ni watoto wa kina nani? Wallahi, nenda zako Cinemax, wale mabuibui yako pale, wale ni watoto wa kina nani? Juzi tulikuwa kwa tuna Summertide Festival. Summertide. Watu wa Malindi mashallah wameuza sana mahamri, mbaazi, mikate ya mofa, matobosha. Swahili cuisine ilikuwa kondo business. Lakini biashara ile imeliwa na nani? Biashara ile imeliwa na mashoga, masago, mahanithi, madayuthi, imeliwa na kila aina ya watu. Mimi wallahi nawaambia, mimi nina hakika ile haikuwa kwa Summertide Festival, ile ilikuwa kwa Pride Festival. Manake kumetoka watu kutoka Nairobi, wanaume wamevaa mabikini za kike wakiingia kwenye mamoli kule. Wanaume wa Malindi walikuwa kwa wapi na fimbo zao wasicharaze watu? Mimi si insider, mimi nasema kweli. Manake wallahi athari ya yale ambayo kwamba yalitokea Malindi bado ipo. Kuna watoto wa kike bikra zao zimevunjwa, na kuna watoto wa kiume pia bikra zao zimevunjwa. Na nyinyi mwanielewa mimi nasema nini? Athari yake bado iko. Ndio tumepata senti kama mujtama wa Kiislamu, economically tumefanya vizuri, lakini vipi morally, vipi katika akhlaq, vipi katika suluk na tabia? Na hakika kuna watoto usiku ule aliaga yenda kulala kwa shangazi, yenda kulala kwa amati, yenda kulala kwa sijui nani, lakini alikuwa kwa yuko bichi usiku. Paka wasokuwa Waislamu walalamika jamaa. Paka wasokuwa Waislamu wasema kuna mwanamke kwenye mtandao si Muislamu, yasema mambo gani haya yameruhusiwa yafanyike? Sijawahi kuona mtu ameingia supermarket na bikini. Mimi nasema Malindi tuna wazungu wengi na Italiani, lakini hata Italiani hawajakosa adabu na heshima kiasi hicho kuingia na mabikini. Na hawakuingia mabikini watoto wa kike, angalau labda tutaelewa. Wallahi billahi, kuna picha zaangalieni mtandao, watoto wa kiume wamejifunga wamefuga marasta, wametia wivu. Wanaume kwenye vifua vyao vya kiume wamevaa sidiria, kwenye makalio yao wamevaa bikini ya kike, wameshikana mikono. Hawa wote masago, hawa msijui ndo homosexuals. LGBTQ+ ili kwako hii ni festival ya LGBTQ+, inafanyika kwenye mujtama wa Kiislamu, na sisi tuliruhusu itokee kwa sababu sisi ndo tulifaidi zaidi, kwa sababu majumba yetu yalikuwa kondo Airbnb, hoteli zetu sisi zilikuwa zimejaa, hoteli zetu za kulala na hoteli zetu za kula ndo zilifurika na wateja. Biashara tulifanya, dhambi tukaokota, na watoto wakapotea. Manil mas'ul, nani wa kulaumiwa? As-sualu ilaykum. Kwa nini tuyazungumzia? Kwa sababu almuslim akhul muslim la yadhlimuhu wala yuslimuhu, rawahu al-Bukhari. Muislamu ni ndugu ya Muislamu, hamdhulumu Muislamu mwenzake wala hamsalimishi Muislamu mwenzake kwa maadui. Na sisi sanusal, na sisi tutakwenda kuulizwa yawm al-qiyama, madha amilta ya Rashad? Allahumma fashhad inni khatabt. Mwenyezi Mungu shuhudia mimi nimekhutubu. Nyinyi kama nyinyi ni wa kweli kweli, sadiq wa nafsi zenu, tutahakikisha Summertide haiji Mombasa.
na ikija isijaliwe kwanza kuja. Kwa hivyo ni kutoke delegation ya wazee, waende wakazungumze na governor na mapema zaidi kabla haijaja. Maana mimi naambia, mkiona cha wenzenu kimenyolewa, sisi tutafa chetu tukitie maji. Wazee watoke, shaabi huko hapo anisikia. Ulikuwa kuombe mstari wa mbele wewe na wenzako kupinga marungi, na hivi vita visikushinde wewe na wenzako. Na pole shaabi na kutaja, lakini wewe ni sahibu wangu, kipenzi changu, hata nikikutaja wajua na kutakia khairi. Na care, ustadh care, caretaker hapa, msimamizi wa masjid. Kama vile huu ni msikiti una ushawishi mkubwa, basi tuweni na ushawishi katika jambo la kama hili. Shikaneni mikono na wenzenu, na lau mimi mwanihitajia pia nitakuwa na nyinyi kwenye jopo lenu. Twende tukamwone governor kabla hayajakuja Mombasa, manake Agosti ndio hiyo. Agosti ndio hiyo. Na mjue hapa tena tuna viwanja vizuri zaidi. Hapa kuna Lighthouse, sio Mama Ngina Drive hiyo, na kuna na Pirates Beach. Mjue madamu wametokea Malindi, hao jamaa wana mipango na hapa Mombasa watakuja. Madamu wamefaulu Malindi, Mombasa hawataacha nyuma. Na wallahi ikija Mombasa na ikifaulu, mimi nawaambieni hasara kubwa itakuwa juu yetu. Na hii wallahi tutafuta laana. Mimi manake hii ni kumfanyia Mwenyezi Mungu maskhara. Yani nyinyi twende baharini kisha tukamkosea Mwenyezi Mungu. Wimbi moja tu wallahi la tosha la tsunami kubeba Malindi yote ile. Watu washukuru Mungu aliweza kuwahi kwa. Na sisi ambao tuko msikitini, kuna gharika ngapi zimetokea kuliko kuna mtu msikitini, malaika akaambiwa anza naye huyo. Vipi yeye yuko msikitini na kuna maafa yatoke nje, kwa nini hatoki? Ndio mimi nauliza kama alivyouliza Nabii Allah Lut, akamwambia kaumu yake, alaysa minkum rajulun rashid, hakuna katika nyinyi aliyoko ni mja mwema? Alaysa minkum rajulun rashid, alaysa minkum rajulun rashid, fa in kana minkum rajulun rashid fayurshiduna wa yaqumu bi amrina wa yaqumu bi himayati mujtama'ina. Usiseme hayakuhusu. Labda utasema sina watoto wa kike, sina watoto wa kiume, wanangu wote washaolewa. Wewe hujasikia kuna mtu wa miaka 50 amekuwa teja? Mimi najua mtu miaka 50 amekuwa teja. Na wallahi usishangae, wewe usije ukasema haikuhusu. Mkeo aweza kuja akawa sago. Wallahi mimi naambia usiseme hayakuhusu. Ambaye haijafa bado hajesha kuumbwa. Tuchukueni tahadhari. Poleni, leo tunazungumza maneno parwanja saraha, na najua itafika mbali, ndo sawa, wacha iende, watu wajipange. Manake tukificha mara nyingi, kila tukizungumza na kinaya watu wajifanya hawaelewi. Sasa tuyabwaga kama inavyosema saraha raha kwa lugha ya Kiarabu. Sema wazi vile ilivyo, apendaye apende, atakayepata mawaidha atapata mawaidha, ambaye atachukulia kwa upuzi, sisi mbele ya Mungu masuhulia majukumu tushayafanya. Ukihami nyumba yako umehami jirani. Ukimhami jirani, angalia wewe ni fard, wewe ni mmoja, lakini wallahi wewe si mmoja. Ukitengeza kwako, kumbuka imma wewe utaozesha ama watu wataoa kwako. Kwa hivyo ukitengeza kwako wewe umetengeza mujtamaa. Masuhulia fardia kabla an takuna jamaia. Masuhulia ya kutengeza mujtamaa, ya kusuluhisha mujtamaa, ya kuhami kuulinda mujtamaa wetu yanaanza na mimi binafsi kwanza, kabla haijakuwa ya wenzangu sisi sote. Uanze wewe baba kuwa baba ndani ya nyumba yako. Tuambia rijalu qawamuna ala nisa, tuambia qu anfusakum wa ahlikum nara, nyinyi fikingeni nafsi zenu na watu na familia zenu moto. Haya maneno yote tuambiwa sisi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-ab mas'ulun ala baitihi wa ala zawjatihi wa auladihi wa ahli baitihi. Baba ana masuhulia juu ya nyumba ambaye kwamba yoiangalia, juu ya mkewe, juu ya wanawe na wote wale ambao kwamba wako ndani ya nyumba yake chini ya himaya yake. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye kesho atakwenda kuulizwa kwa hawa raia ambao kwamba Allah ameweka chini yake, masuhulia Allah aloweka chini yake. Hakuna atakayeponyoka kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kulluna mas'uluna, sote sisi tutakwenda kuulizwa. Tayarisha jawabu ni mbili: imma ufanye kama unavyopaswa kufanya, uwajibike kama
unavyopaswa kuwajibika, ama useme haikuhusu, hii iko mbali, mimi wanangu ni wema, kesho uende ukajibu masala mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii hadithi si yangu mimi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mas'uliyah an baitihi, al-ab mas'ulun an baitihi. Haya mas'uliyah yanashuka kwa baba. Ana masbaba, una mas'uliyah kama tulivyosema kwa nyumba yako. Walmuallim mas'ulun fi madrasatihi wa fi fasl. Muallim ana mas'uliyah juu ya madrasa na juu ya kile klasi chake na juu ya wale watoto wanaowafundisha. Kama ambavyo kwa mwalimu wa madrasa tupenda kurokota fees na tulalamika siku zote wazazi wamepuza madrasa, ndivyo wanavyofundisha watoto wetu. Leo mashallah watu wajivunia watoto ambao kwamba wamehifadhi Qur'ani, lakini ma faidatu hifdh al-Qur'ani wa laysa lahum al-akhlaq. Leo tujivunia watoto wamehifadhi Qur'ani, lakini vipi wamehifadhi Qur'ani na hawana tabia na akhlaki? Wallahi, nendeni kwenye shule, discipline zote mashakil ziko na watoto ambao kwamba wamehifadhi Qur'ani. Nendeni kwenye mashule mjionee vituko. What discipline problems zote ni wale ambao kwamba wametuhifadhia Qur'an. Sasa tumekosea wapi? Huyu hafidh kitab Allah na huyu ndo mtundu, ndo mwenye kukimbia shule, huyu ndo amshika na vape, huyu ndo amshika sijui amfanyaje, huyu ndo kwenye anakuja na simu shule simu kiangalia shule njia pornography. Ilikuwaje tukawahifadhisha Qur'ani tukasahau kuwapa akhlaki na tabia? Rasul tuambiwa na Aisha tuambia, aulizwa kaifa kana khuluqu rasul, asema kana khuluqu alquran, alikuwa tabia zake kama Qur'an. Mimi nauliza ayul Qur'an Aisha tatakallam anha, Aisha alikuwa akizungumza Qur'ani gani? Hii Qur'ani tuisoma sisi, mbona hii Qur'ani tuhifadhisha, lakini wenyewe kuhifadhi hawabebi kwa kiasi cha ilmu iliyokuwa ndani yake? Ama sisi tumekoko kalhimara yahmilu asfara, tumekoko kama punda amebeba suhufu, amebeba mafundisho, amebeba vitabu ale mwenyewe faidiki navyo. Qur'anu imma hujjatun lak, Qur'anu imma kesho ikutetee ikufanyie shafaa, ama kesho ikusute ikuseme kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu li-ithnain haqiqa min haqa'iq sayakun, na yote mawili ni hakika katika hakika zitakuwa kwa يوم القيامه, na itakuwa hivyo. Qur'ani ima ikutetee ama ikushtaki kusute mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe baba pale unapojivunia mwanangu hafidh, maramiwa awe ajua juzu ama tabaraka ama hifadhi juzu 5, lakini wafuata kuliko ina msahafu mzima lakini hana habari naye. Si wavunji motisha ya kuhifadhisha watoto. Kile ninachosema ni tubebeni masuala kuhifadhi, si tu peke yake. Madrasa zetu leo, poleni walimu wa madrasa kama mko hapa, kama mwanisikia, na mimi pia ni mwalimu wa madrasa kabla sija mwalimu wa shule. Madrasa leo ni kitega uchumi, na hata hizi sehemu za kuhifadhi Qur'ani leo ni kitega uchumi. Madrasa leo ni fashion, si ulosomea madrasa tulokwenda tukasoma sisi. Na leo walimu wa madrasa wao wenyewe wanaja kufanywa da'wa wao wenyewe, maana ni wakali kupita kiasi, wapiga watoto mpaka watoto hataki kwenda madrasa. Wewe mwalimu wa madrasa una shida zako, aje kuzitoa na watoto wetu na vikoto mtindo mmoja. Wallah, si hivyo dini aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kigezo huyo Mtume alibana alivyoambiwa ikra. Sasa wewe ndio tubanie wana wetu mpaka wachukie dini? Wallahi mimi najua watoto wanachukia walimu wa madrasa. Kama kuna watu duniani wawachukia ni walimu wa madrasa, wallahi nawajua, na wanaweza kukutajia mwalimu fulani, ustadha fulani, ustadhi fulani, ustadha fulani. Ustadha na ustadhi mumathil ar-rasul, yeye ni mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuwaje leo mtoto yomchukia ustadhi alafu yapenda mwalimu wa shule? Ustadhi umekosea wapi? Ustadha umekosea wapi? Kisha kuna tahaddiyat limujtama'ina اليوم wa kaifa nuhammi. Tuna challenges 3 ambazo kama mujtama unawajihi leo. Challenge ya kwanza, al-i'lam wa wasail tawassul, ni social media na internet. Zinaeneza fuhush. Leo wewe click darsa,
Mara kuna kuja advertisement ya mambo ya maajabu. Hamjakuwa wewe angalia darasa, mara yatokeza I want to be your girlfriend, your AI girlfriend. Yatoka hapo. Si wewe umetafuta, ni pop-up zaitwa, zalipiwa ili zijitokeze kokote kule. Wewe sikiza darasa yako vizuri, lakini mara nitoka mwanamke akwambia utaki kuwa girlfriend wako wa AI mimi. Zip. Ujue namna tunavyopigwa vita. Sasa wewe wangapi hapa tumewapatia watoto wetu simu? Ati simu ile ni ya nini? Wajua siku shule sijui atoka mbali, enda mbali, patikana emergency atanipigia ha ho he. Mtoto wako ana account zote. Wewe baba huna TikTok, mtoto anayo. Wewe baba hujui Instagram ni nini, mwanao anayo. Wewe baba hujui sijui zaitwaje zile Snapchat. Mimi na hakika kuna wazee hapa hujui Snapchat ni nini. Abui wewe ulikuwa na ndevu nyeupe upendeza, Mungu akujalie ufuate. Na hakika hujui hata Snapchat ni kitu gani. Hao wazee wote wajemvi hapa hawajui Snapchat ni nini. Lakini watoto wako wana Snapchat account. Sasa wewe baba ulivyopeana hichi kifaa kwa mtoto, wewe hujui kina masuhulia hichi kifaa. Sisi ndo chanzo cha kwanza cha kupotea watoto, sababu sisi mababa. Wataka kuwa mzuri kwa mwanao wa kike, nenda ukaangalie, weza shtuka kwa kuta mwanao ametuma sehemu zake za siri kwa watoto wa kiume na hichi kifaa. Akitoka majilbaba na ninja, astaghfirullah nyingi, lakini akikaa chumbani uchi wake dunia nzima waujua na watoto wana share. Wallahi mimi nimeshtuka wallah. Nimeshtuka wallah. Nimekuja kuambiwa maneno huswadiki wallah. Na watoto wa kiume walivyo wabaya, akitumiwa yatumia zake. Cheki mazee fulani huyo. Cheki kitu hicho. Atumia yeye moja ana share. Wewe mwenyewe baba mwanao hujamuona hizo sehemu, vijana mtaani wazijua zote. Akipita yombe huyo ndo yule. Yake nyeupe, yake nyeusi. Haya, kazi kwako. Sisi ndo twalipia. Angalia usipolipa internet paka mkeo atakusuta. Nana siku hiyo atakukorofisha. Hujalipa internet wewe. Wifi ndani ya nyumba itakalipwa. Kila wewe kosa kulipa wifi, uangalie kama utakuwa na salama wewe. Salama ya kwanza mkeo. Na ukimwambia anataka kusikiza maidha mrongo, maidha gani haya? Mawaidha gani? Hata kujifundisha upishi. Wewe ungeamua kama hujui kupika. Ama hizo siku zote ulikuwa uko naye kabla ya TikTok za kuonesha kupika, alikuwa hajui kupika. Hatutaki kula hizo za TikTok, tulisheni hizi zetu za kawaida. Hatutaki kula za TikTok. Majibusa, majichura, majichoda, kula nini? Wacha wa TikTok wale. Sisi tutakula kawaida, pilau yetu, biriani yetu, khalas kuisha, chapati, maharagwe, story kuisha. Kwani nini? Lakini sababu si upishi, sababu ni hayo mengine. Kuna thawabu kubwa katika kuhami mujtama na kuchukua masuhulia. Kwanza ni wewe baba uwe mfano na mithali ndani ya nyumba yako. Ukisema kitu haram, haram kwanza kwako wewe. Ukisema kitu kifai kufanyika, wewe wa kwanza ufuate. Kun rajulun fi baitik, kun qudwa fi baitik, kwa kigezo chema ndani ya nyumba yako. Kwa mwanaume ndani ya nyumba, kwa kigezo chema ndani ya nyumba. Watoto watakufuata. Na kuanzia watoto wakiwa ni wadogo. Hii mstaki kumuongoza mtoto ashakuwa. Tuanzeni wakiwa wadogo wale ambao kwamba waanza sasa. Na tusikose kuambiana hii kuwa we hutaki huoni maovu na hutaki kusikia maovu, haikusaidii. I hear no evil, I see no evil, wallahi haikusaidii. Wanasema wallahi, nitasema kwa Kiswahili, tafsiri yasema only takes for evil to prevail is for good men and sit and do nothing. It's for good men to sit back and do nothing. Asema inayohitajika ili uovu uenee ni watu wema wazuri waketi wasifanye lolote. Only takes for evil to prevail is for good men to sit back and do nothing. Ile inayohitajika ili uovu uenee ni watu wema wazuri waamue wao wataketi hawatafanya kitu haiwahusu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kwa haya tuliyozungumza kwa uchache wake iwe tutaweza kuidhika, iwe tutaweza kubadilika. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.